Yako mambo mengi ambayo yanatakiwa kupandikizwa ndani ya kwako wewe. Yako mengi. Mimi nitakupa 7 leo. Kila ambaye amepandwa katika nyumba ya Mungu, kuna kitu kinapandwa ndani yake kinachohalalisha kwamba hili ni chipukizi la Mungu. Kinachojulisha kwamba huu ni mti uliopandwa katika madhabahu ya Bwana. Jambo la kwanza linalopandwa ndani yako ni utakatifu, holiness. Holiness. Mungu anataka sisi sote tuwe watakatifu wote. Utajuaje huyu amepandwa nyumbani kwa Mungu? Namba 1, holiness, holy life. Biblia inasema Walawi 11:45, kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta. Kwa hiyo Mungu ametutoa mahali, ametuleta katika nyumba yake. Niliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri. Tunajua wote kwamba Misri ni gizani. Mungu ametutoa gizani, tulikuwa wafu. Mungu ameamua kutupa uhai. Anasema ili kwamba niwe Mungu wenu. Tulikuwa na miungu mingine tunayoiabudu. Mungu ametutoa kule, anatuleta ili yeye awe Mungu wetu. Anasema basi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Ile miungu ya kule ya shetani, wale ambao wako chini ya ile madhabahu ya shetani ni waovu kwa kuwa Mungu wao ni muovu. Ni wachafu kwa kuwa Mungu wao ni mchafu. Hawaujui utakatifu. Wakizungumza utakatifu wanazungumza tu mdomoni, lakini ndani sio watakatifu. Yeye aliyetuita anataka tuishi maisha masafi, kwa sababu utakatifu ni ufunguo unaovuta neema kutoka Mungu. Ni ufunguo unaovuta upako, nguvu ya Mungu. Binadamu ambaye anatembea, anaishi katika utakatifu wa Mungu ni binadamu mwenye mvuto sana. Anavutia, anatamanika. Utakatifu ni nuru. Unapomfunika mtu, huyu mtu anakuwa na nuru, anafanyika kuwa taa. Utakatifu ni ufunguo unaoweza kufungua mlango wowote. Any door can be open if you are holy. You can open any door if you are holy. Utakatifu ni ufunguo unaoweza kufunga lango lolote usilolitaka. Every door that you hate, you can shut it if you are holy. Utakatifu unavuta baraka za Mungu. Ni bora binadamu akawa mtakatifu sana kuliko mwana maombi sana, kwa sababu watu wengi wanaomba sana ila hawaoni wala hawayapati majibu. Tatizo kubwa huwa ni utakatifu. Mtakatifu yeyote ambaye anaomba yuko na majibu. Mungu hamnyamazii mtakatifu. Mungu hafumbi macho kwa watakatifu.
The eyes of God are always clear, always open to the holy people. Maisha matakatifu ni maisha ya kujifunza. Mtu mtakatifu ni mtu aliye hai. What is missing? Kinachokosekanika kwenye maisha ya watu ni uhai. Binadamu yoyote ambaye ana uhai wa kiungu ndani yake, chochote alicho nacho kinakuwa hai kama yeye alivyo hai. Chochote anachokifanya kinabeba uhai, kwa sababu uhai ni pumzi. Mungu akapuliza pumzi kwa binadamu akawa hai. Kwa binadamu yoyote mwenye uhai ana uwezo wa kupulizia pumzi chochote alicho nacho kikabeba uhai. Kama mimi niko hai na mimi ndio kiongozi wa kanisa la Christ Church Global, nitapuliza pumzi katika kanisa letu, na ili kanisa litakuwa hai, na kila atakayekuwepo mundani atakuwa hai. Sema amen. Makofi mengi namna hii. Holy life is not an option. Sio kitu cha kuamua kwamba unachagua ama uchagui. Holy life is mandatory. Kwa kuwa yeye ni mtakatifu, kila ambaye anapandwa katika nyumba yake lazima awe mtakatifu. This is the law. The law of holiness. Ina maana mimi nikiwa mtakatifu, nikiwa pale nyumbani kwangu, ile nyumba ninayoishi kuanzia muda ule ni takatifu. Nguo ninazovaa ni takatifu. Kitanda ninacholala ni kitakatifu. Kwa hiyo magonjwa na maradhi hayaruhusiwi kulala kitandani kwangu, kwa sababu kile kitanda ni kitakatifu. Sema amina. Sinaeleweka humu ndani. Nikipanda gari, lile gari ni takatifu, hata kama ni gari la watu, ila nikiingia mimi tu linabadilika, linakuwa takatifu. Linabeba damu ya Yesu, linabeba utukufu wa Bwana kwa ajili yangu tu, ili niwe salama. Sema amen. Ndio maana watu watakatifu, sijui mambo ya vifo, mambo ya magonjwa, si mambo ya ajali. Mimi huwa nakataa. Mimi kanisani kwangu huwezi kufa. Unakufa wapi? Hapa mahali ni patakatifu. Ukija na mauti inayoyuka. Sema amen. Hapa mahali ukija, hata kama una roho ya kifo, unageuzwa, unakuwa hai. Amen. Sema amina. Amina. Mwangalie jirani yako, mwambie unataka matunda na faida ya utakatifu. Mwenye masikio unafanya nini? Mwenye masikio unafanya nini? Utakatifu ni kinga ya watu wa rohoni. It's an immunity. Ni kinga, ni ngao. Yaani ukiwa mtakatifu, ukaishi maisha matakatifu, wewe una kinga. Ndio maana kuna bima ya afya, bima ya gari, bima ya moto, bima ya nyumba, bima ya uhai. If you pay your money, unasajiliwa katika shirika hilo, taasisi hiyo, kwamba yakikupata maafa haya, wao wanakureplace, wanakurefund. Sasa nataka nikwambie, mbinguni wana taasisi ya utakatifu. Kila mtu ambaye ameamua kuishi maisha matakatifu, ameamua kumfuata aliye mtakatifu, aishi hayo maisha matakatifu,
anapewa bima, anapewa kinga. Hapa duniani hakuna wa kumsumbua, hapa duniani hakuna wa kumchosha, hapa duniani hakuna wa kumhangaisha, hapa duniani hakuna wa kumuua, hapa duniani hakuna wa kumtisha. Ndio maana anasema hakuna mashtaka juu ya hao walio katika Bwana. Hakuna anayeweza kuwashtaki, hawashtakiki hao. Huwezi kumuua kirahisi mtu ambaye ni mtakatifu, haiwezekani. Huu mwezi Januari ni mwezi wetu ambao tumeamua kufunga, si ndivyo? Moja ya kanuni inayotumika kwa watu wanaofunga, yani ujue usijue, umeamua kufunga, maana yake umeamua kuchukia dhambi. Sio rahisi kumwona mtu anatenda dhambi akiwa amefunga. Si unaelewa Mtu anajitiisha hivi. Sasa kule kujitiisha ndo neno linasema utoe nini? Mwili wako. Kwa hiyo tunautoa mwili, tunaanza kwa kufunga. Kwa hiyo unapofunga, unapokuwa kwenye fasti, ile ni hatua ya sanctification, ya utakaso. Unasafishwa, unaondolewa makorokoro ya dhambi. Makorokoro yote, mauchafu yanaondolewa. Yanapoondolewa yale, ndio unakuwa msafi. Mimi napenda maisha ya kufunga kuliko kitu kingine chochote. Why? Because I know if I fast, I become more holy. Napofunga nakuwa mtakatifu zaidi. Na mimi nahitaji kuwa mtakatifu zaidi ili niwe na kinga. Ukinifuata kushoto na unakuta malaika, ukija kulia unakuta malaika, ukisema unanizuia mbele unakuta malaika, ukija nyuma unakuta utukufu wa Bwana. Kwa hiyo mimi naenda, hauwezi kumlaani mtu ambaye ni mtakatifu, halaaniki. Ndio maana neno linasema hakuna silaha yoyote inayoweza kufanywa kinyume na wewe ikafanya nini? It is impossible to cast, to kill. Ila kama wewe unaomba, unaomba, alafu maisha yako unaishi maisha yale ya uafu, maombi yako hayaendi popote. Biblia inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Ebrania 11:6. Mungu anapanda mbegu ya imani, roho ya imani ndani yako. Imani ndio inayokupa matumaini kwamba Mungu yupo, Mungu atanijibu, Mungu atanipa lile na lile na lile. Pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Imani ni roho ya Mungu. Imani ni roho iliyo takatifu toka Mungu. Wale wote ambao wamepandwa nyumbani kwa Mungu, Mungu huwapa imani, huwapa roho ya imani. Ili nini? Wawe na matumaini kwamba watabarikiwa. Ili nini? Wawe na matumaini kwamba watainuliwa. Ili nini? Wawe na matumaini kwamba wataponywa. Ili nini? Wawe na matumaini kwamba watakumbukwa na Mungu. Ili nini? Wawe na matumaini kwamba maisha yao yatageuka, maisha yao yatabadilika. Mungu atawapa yote anayoyataka. Anasema wakiamini hivyo, Mungu anawapa thawabu. So without faith, no blessing. Jambo la tatu, inapandwa roho ya kumcha Mungu ndani yao, roho ya ibada. Yohana 4:23-24 anasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kuna ibada halisi na kuna ibada ambayo sio halisi. Mungu anataka awatengeneze watu wote ambao hawakuwa halisi, walikuwa feki, awafanye kuwa watu walio halisi. Kwa maana ibada ya watu halisi ni ibada yenye kweli ya Mungu
ni ibada ya kiroho. Ziko aina tatu ya ibada. Kuna ibada za mila na desturi, kisha kuna ibada za shetani, alafu kuna ibada ya Mungu, ibada halisi. Wanadamu wengi wanapozaliwa huanza kuifanya ibada ya mila. Ndio hizi unazikuta ziko ibada kule nyumbani. Mtoto akizaliwa anavalishwa kitu kwenye mkono, anavalishwa kamba ilizi kwenye nini, kwenye kiuno. Mwingine anavalishwa kwenye nini, anavalishwa wapi jamani? Shingoni. Mtoto akiwa na kwikwi, badala ya kupewa maji inachukuliwa uzi, unawekwa mate, alafu inawekwa kwenye nini, alafu baada ya muda unaona yule mtoto hapigi kwikwi. Ile ni ibada ya mila, sio ya shetani. Mila kwamba wanaamini makabila fulani wajawazito wa kila mayai mtoto anatoka akiwa na shida. Ile ni mila. Wakifiwa wananyoa upala. Ile ni ibada. Mwambie jirani yako, wewe uliwahi kunyoa? Ile ni ibada, sio ibada ya shetani, ibada ya mila. Wanaamini wakitoka kwenye msiba, wamemzika baba mzazi, wamemzika babu, ama wamemzika mama, basi wanatakiwa wanyoe. Wanatakiwa wasioge siku 3. Baada ya hapo wachukue maji, si wachanganye nini, waoge. Ile ni ibada ya mila. Mwangalie jirani yako, mwambie wewe umewahi kufanya ibada hizi? Kuna ibada ya shetani. Mtu yoyote ambaye amewahi kwenda kwa mganga, ameenda kufanya ibada. Wachawi wanapoenda kumwangia mtu, lile tendo linalofanyika pale ni ibada. Lakini iko ibada takatifu ya Mungu. Na hii ibada ya Mungu imegawanyika kwenye maeneo mawili. Kuna fake and real. Maana yeye amesema sio kila anayeniita Bwana ni Bwana niko naye. Sauli alikuwa na Mungu, lakini baadaye Sauli alifanya makosa, akarudia mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mungu akasema nimekukataa. Kwa hiyo kumbe Filipo anaweza akaanza na Mungu vizuri, alafu baadaye Filipo akakataliwa na nani? Ila akiwa na ubiri unaweza kuona Mungu. Huyu mtu anageuzwa, anatoka original anakuwa fake. Kuna mafake pastor wengi tu Tanzania, duniani huko. Utajuaje huyu ni fake pastor? Kitu cha kwanza utakiona, usiangalie watu wanavyobabaduliwa. Tunaangalia ustawi. Kiona hakuna ustawi, ujue there is a problem. So kama kweli umejiachia, unafuata maelekezo yote, kwenye maombi unatokea, kwenye mikesho unatokea, kuna mafuta, si ibada umetokea, si kuna nini umetokea, kwenye semina umetokea, sadaka zako umetoa, si kitu gani umetoa, umenyooka namna hii, mwaka mmoja hujaona ustawi, njoo tujadiliane. La, kuna kitu wewe unafanya Mungu apendezwi nacho, nitakwambia kuna hicho. Na kama hakuna, nitakwambia tu Bwana niage, wewe niambie unaenda upande gani, mashariki au magharibi? Kwa sababu mimi najua kubabadua watu, kutoa watu mapepo, it's not an issue to Jesus. Issue kubwa ni watu waishi maisha matakatifu, watu waende mbinguni, lakini hapa duniani waishi maisha ya ustawi. Piga makofi namna hii.
Jambo la 4 ni nini? Utii na unyenyekevu. Mungu lazima apande ndani yako roho ya utii na roho ya unyenyekevu. It's not only about holiness, but you must be an obedient person, a very humble person. These are spirits of God. Isaya 1:19 Biblia inasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. If you obey. Mema ya nchi yapo kwa watu watiifu. Mema ya nchi hii nchi ya Tanzania ina mema gani? Jumapili niliwafundisha kwa habari ya hazina. Mbinguni wanaita hazina, wasomi wanaita resources, wafanyabiashara wanasema opportunities. Mbinguni wanasema hazina, wasomi wanasema rasilimali, kisha wafanyabiashara wanaita fursa, wajasiriamali. Kuna fursa gani hapa Tanzania? Hapa Arusha kuna fursa gani hapa? Hapa Arusha kuna fursa ya mawe, madini, biashara ya madini. Mungu anasema ukiwa mtii nitakupa wewe uwe mfanyabiashara wa mawe. Hapa Arusha kuna opportunity gani? Kuna biashara ya utalii. Mungu anasema ukiwa mtii kwangu nitakufanya wewe kuwa tour guide. Nitakufanya wewe kuwa mmiliki wa kampuni ya utalii. Hapa Arusha kuna opportunity gani? Kuna viwanja watu wanajenga. Mungu anasema ukiwa mtii kwangu nitakupa kampuni, utakuwa mjenzi, utakuwa mkandarasi. Hapa Arusha pana opportunity gani? Watu wanahitaji mahitaji ya nyumbani. Mungu anasema ukiwa mtii nitakupa duka la jumla na rejareja ili wauzie watu vitu, bidhaa, wapate kula, wapate kuishi. Mungu anasema ukiwa mtii I will give you access to own and distribute mema, the goodness of the land. Haya sio mema ya mbinguni, ni mema ya nchi. Kuna ardhi ambayo watu wanalima maharage, watu wanalima ngano, watu wanalima choroko. Anasema I will give you the land to be a farmer. Ni yeye ndiye anayekupa. Oh my God. Shetani alimwambia Yesu, kama ukinisujudia nakupa nini? Nakupa vitu fahari ya dunia. Shetani anagawa na Mungu naye anagawa, inategemea wewe unataka nani akupe. Wote wanataka watu watiifu. Binadamu yoyote ambaye sio mtiifu kwa Mungu yoyote hapa duniani hana anachomiliki. Vitu vyote katika nchi hii vinamilikiwa na Mungu na miungu. They are the givers, distributors. Na kila Mungu anataka utiifu. Shetani anamwambia Yesu, if you bow and surrender, I will hand over everything. Na Mungu naye anasema, if you bow and surrender, I will give you everything. Ni wewe tu unavyoamua. Labda nikwambie kitu. Utii ama utiifu ni kiwango cha juu kabisa cha kutawaliwa nafsi ya mtu. Yaani nafsi ya binadamu haitawaliwi mpaka awe ametii. Yaani Mungu hawezi kukuongoza wewe mpaka uwe mtiifu. Biblia inasema juu ya mwanamke, anasema mke mwema anapatikana wapi? Kwa Bwana, si ndivyo? Kwa hiyo kwa nini anasema mke mwema anapatikana kwa Bwana? Ana maana kwamba
nyumbani kwa Mungu wanapandwa vijana wa kiume na wa kike. Sasa huyu mke mwema lazima awe mtakatifu. Huyu mke mwema lazima awe na imani. Huyu mke mwema lazima awe na roho ya ibada. Huyu mke mwema awe na hilo namba 4. Si tunaelewana? Lazima awe mtii. Kwa sababu hebu wewe sikiliza, kama hujawa mtii, wewe unafikiri nani atakaye kupenda? Mwanaume sio mtii kwa mke. Mwanaume ameumbwa awe mtii kwa nani? Utiifu manake ni kusalenda. Jamani, kwani tukiwa tunamwabudu Mungu, tunamwabudu Mungu yani tumefika tunalia machozi, unajikuta mtu mwenyewe unafanya nini? Unapiga magoti. Unajikuta unafanya nini? Unalala. Yaani unalia, Mungu nakupenda. Ndio mke hivi amfanyie mume wake. Na mwanamke yote ambaye ana moyo huu, kwa kweli hiyo nyumba ina hela, ina maisha mazuri. Lakini siongee habari ya nyumbani. Mimi naongea habari ya nyumba ya Mungu, sema amen. Natoa tu mfano ili munielewe. Unyenyekevu ni adabu. Yesu anasema jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Unyenyekevu ni adabu njema, nidhamu nzuri, ndio unyenyekevu. Binadamu anatakiwa awe mnyenyekevu, awe mwanaume awe mwanamke. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi, na kinyume cha utii ni uasi. Mungu anataka kumbless binadamu ambaye ana unyenyekevu, ana utii. Yule mcha Mungu anatakiwa kuwa mpole. Kinyume cha upole ni nini? Ukali. Mcha Mungu hataki kuwa mkali, anatakiwa kuwa na upole. Upole ni roho kutoka Mungu. Mtu asipokuwa mpole anakuwa mbabe. Yaani ukimchokoza mtu mpole utaishia kufanyiwa maombi mazuri. Ramashantarabu sekiriburudi mahantararararara. Bwana mtie nguvu mtumishi wako. Kwa hiyo wewe usimtendee mtu ubaya kwa kuwa amekutendea ubaya, tenda mema. Ni ngumu kubadilika. Kwa nini ni ngumu? Kwa sababu yuko roho wa ugumu ndani yako. Lazima huyu roho atoke, aingie roho wa wepesi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliopandwa wale, Yesu amesema wanazaa 30, kundi lingine wanazaa. Kwa nini wanapishana 30, 60, 100? Inategemea kiwango cha kuzama. Kuna mtu amezama kiwango ambacho inabidi alipwe 100. Kuna mtu amezama kiwango ambacho inabidi alipwe 60. Kuna mtu amezama kiwango ambacho analipwa 30. Ni kiwango cha kupenda Yesu. Ni kiwango cha unyenyekevu. Ni kiwango cha utii.